Israeli yachanganyikiwa kwa kipigo cha kombora la vichwa kadhaa la Yemen. Jeshi la Yemen limeweza kushambulia maeneo muhimu ya utawala wa Kizayuni na kufanya mfumo wa kujilinda na mashambulizi ya makombora wa Israeli uchanganyikiwe na kulazimika kufyatua takriban makombora 10 kukabiliana na kombora moja la Yemen. Shirika la habari la Fars limevinukuu vyombo vya habari vya Israeli vikiripoti kuwa Yemen wamevurumisha kombora la kipekee lenye vichwa kadhaa kupiga maeneo muhimu ya Israeli na kulilazimika jeshi la utawala huo kurusha makombora kadhaa kujaribu kukabiliana na kombora hilo moja la Yemen, lakini pamoja na hayo vipande vya kombora hilo vimepiga maeneo kadhaa. Vyombo vya habari vya Israeli vimekiri kuwa kombora hilo halikuwa la kawaida na liligawanyika katika vichwa kadhaa lilipoingia kwenye anga ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Wazayuni, jambo ambalo limelazimisha Israeli kurusha makombora mengi ya kujaribu kuzuia. Makombora ya vichwa vingi ni makombora ambayo hubeba vichwa kadhaa vyenye uwezo wa kupiga shabaha tofauti na ni vigumu kulizuia. Makombora yenye vichwa vingi mara nyingi hutumiwa katika makombora ballistic ya kuvuka mabara na pia katika makombora masafa ya kati. Makombora mengi ya kisasa ballistic ya kuvuka mabara yana uwezo kubeba vichwa vingi ambavyo kila kimoja kinaweza kupiga shabaha tofauti. Licha ya jeshi la Israeli kudai kuwa limetungua kombora hilo, lakini video zilizoenea mitandaoni zinaonyesha moshi ukifuka karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv na mengine yakigonga maeneo ya kusini mwa mji wa Baitul Muqaddas unaokaliwa kwa mabavu na Wazayuni. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile tutazame kwa nini wimbi la uungaji mkono kwa Palestina linaongezeka barani Ulaya. Roma, mji mkuu wa Italia, Jumamosi iliyopita ulishuhudia mojawapo ya maandamano makubwa zaidi dhidi ya Israeli barani Ulaya. Mamia maelfu ya makundi ya kiraia, vyama vya mrengo wa kushoto na wanaharakati wa haki za binadamu walishiriki katika maandamano hayo. Waandamanaji hao wakiwa na picha za hali ya kusikitisha ya watoto kwa Gaza, bendera ya Palestina na wapiga nara za kupinga mauaji ya halaiki, walitaka kusitishwa mara moja mashambulizi ya Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza. Maandamano hayo makubwa yalikuwa tangazo la wazi la kutoridhika umma na sera za serikali ya Giorgia Meloni, waziri mkuu wa nchi hiyo. Licha ya kuendelea kuuawa kinyama kila leo na hata kutolewa indhari chungu nzima za mashirika ya Umoja Mataifa kuhusu njaa, lakini serikali ya mrengo wa kulia Italia imekataa kuchukua msimamo wa wazi dhidi ya hatua za Israeli. Idadi kadhaa ya watu mashuhuri wa kisiasa na kijamii wa Italia walihutubia pembezoni mwa maandamano hayo, ambapo huku wakiashiria wajibu wa kimaadili na kihistoria wa Ulaya walitaka kusitishwa uuzaji wa silaha kwa Israeli. Aidha, waandamanaji hao walitoa wito wa kusitishwa vita mara moja ili kutuma msaada wa kibinadamu kwa watu waliozingirwa wa Gaza. Miji mingine mikuu ya Ulaya ilikuwa ni uwanja wa maandamano dhidi ya Israeli na uungaji mkono kwa watu wanaodhulumiwa wa Gaza siku ya Jumamosi na Jumapili. Kutoka London hadi Berlin, kutoka Paris hadi Stockholm, raia wa Ulaya waliingia barabarani na kupaza sauti zao za kupinga vita, mzingiro dhidi ya Gaza, njaa na mauaji wa Palestina, na kutaka sauti zao ziwafikie viongozi wao. Maandamano hayo yamefanyika kwa kuhudhuriwa na vijana, wasomi, wahamiaji walio wachache na wanaharakati wa haki za binadamu. Maandamano na mikusanyiko katika mitaa ya Ulaya inakinzana waziwazi na mtazamo baridi wa serikali za bara hilo dhidi ya utawala bandia wa Israeli. Mjini London huko Uingereza nako, maelfu ya watu walikusanyika katika viwanja vikuu vya jiji hilo na shaksia kama vile Jeremy Corbyn, kiongozi wa zamani wa chama tawala cha Labour, walitoa hotuba kali wakitaja vitendo vya Israeli kuwa mfano wa uhalifu wa kivita. Huko Berlin, Ujerumani pia, licha ya mbinyo mkali wa usalama na mkono wa chuma wa polisi, lakini mikusanyiko mikubwa dhidi ya Israeli ilifanyika. Maoni ya umma ya Ulaya ambayo yamepata ufahamu wa kina cha maafa ya kibinadamu huko Gaza kupitia vyombo vya habari huru na mitandao ya kijamii yanataka kubadilishwa mwelekeo wa sera ya kigeni za serikali za Ulaya. Mwenendo huu unaonekana kuongezeka siku baada ya siku. Matokeo ya uchunguzi wa maoni wa hivi majuzi nchini Ujerumani unaonyesha kuwa athari ya raia wanaona kuwa ni makosa kutuma silaha kwa Israeli na wanaamini kwamba serikali inapaswa kuchukua jukumu kubwa katika kusimamisha vita mara moja. Hata hivyo, serikali za Ulaya hadi sasa kwa kiasi kikubwa zimetulia kwa kauli zisizo wazi kuunga mkono haki ya kujilinda ya Israeli
na ahadi za kibinadamu ambazo kwa hakika hazina athari katika kukomesha vita au kupunguza mateso ya watu wanaodhulumiwa wa Palestina. Hii ni katika hali ambayo ripoti zinazoripotiwa kutoka Gaza zinaumiza moyo wa kila mtu ambaye anaofahamu kidogo juu yake. Lakini wapigia upatu haki za binadamu katika nchi za magharibi wameridhika na kuonyesha majuto tu, kutoa kauli na maneno matupu yasiyoambatana na vitendo, na hatimaye kutishia Israeli kwamba wataitambua Palestina kama dola, tishio ambalo halijawa na athari hata kidogo miongoni mwa Wazayuni. Ripoti ya mashirika ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Mpango wa Chakula Duniani, Ofisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA na Shirika la Kimataifa la Msalaba Mwekundu zinaonyesha kuweko mgogoro wa kibinadamu ambao haujawahi kushuhudiwa huko Gaza. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 55,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wameuawa, miundombinu ya matibabu imeharibiwa, njaa imeenea kwenye ukanda wa Gaza na watoto wanakufa kwa utapiamlo. Katika hali kama hiyo, kuendelea kutuma silaha, usaidizi wa kijasusi au kukaa kimya kuhusiana na operesheni za kijeshi za Israeli hakuwezi kuchukuliwa kuwa ni hatua ya kutokuwa upande wowote kwa mtazamo wa sheria za kimataifa na maadili ya kibinadamu. Kwa kutochukua hatua, serikali za Ulaya zinahalalisha kuendelea kwa ghasia za Wazayuni na hivyo kuzidisha maafa ya kibinadamu huko Gaza. Nafasi za serikali za Ulaya, hasa Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na Italia, zinaonyesha pengo kubwa kati ya maadili yanayodaiwa ya demokrasia kiliberali na utendaji wao halisi katika uwanja wa ulimwengu. Wakati mamilioni ya raia wako mitaani wakitaka mauaji ya halaiki yasitishwe, serikali zao walizozichagua sio tu zinajizuia kuishinikiza Israeli, bali zinaongeza ushirikiano wa kijeshi. Mbinu hii ya serikali za Ulaya ni ishara ya mgogoro wa kimaadili, kisiasa na kimuundo katika nchi za Magharibi. Kupuuza matakwa ya umma katika suala lenye misimamo mipana ya kibinadamu na kisheria huko Gaza kumesababisha kudharauliwa kwa madai ya kuheshimu demokrasia na kulinda haki za binadamu ya serikali za Magharibi ndani na nje ya mipaka yao. Leo Ulaya ipo katika mtihani wa kihistoria, mtihani ambao hautaamua tu mustakabali wa Palestina, bali pia mustakabali wa maadili ya kisiasa katika nchi za Magharibi. Vile msafara mkubwa wa misaada unaoelekea ukanda wa Gaza umepita ndani ya mipaka ya Libya Jumanne hii katika juhudi za kuangazia mzingiro mkali wa Israeli dhidi ya eneo hilo la Palestina. Waandamanaji wa msafara wamesema msafara huo una magari 12 ya abiria na zaidi ya magari binafsi 100, ukiwa na wanaharakati zaidi ya 1,000 kutoka nchi mbalimbali za Afrika Kaskazini. Walianza safari yao Jumatatu wakitokea mji mkuu wa Tunisia, Tunis, kuelekea kwenye eneo hilo la Palestina linalozingirwa. Wanaharakati hao wanapanga kuvuka kutoka Libya kuingia Misri kufikia Alhamis kabla ya kuingia mji wa Rafah karibu na mpaka wa Gaza. Msafara huu umeanza safari siku moja tu baada ya Israeli kuiteka nyara meli ya misaada yenye bendera ya Uingereza iliyokuwa inaelekea Gaza na kuwakamata wanaharakati wa kigeni 12 waliokuwa ndani. Tangu mwezi Machi, Israeli imeendelea kufunga mipaka ya Gaza kwa misaada ya kibinadamu, hali iliyozua tahadhari kutoka kwa mashirika ya misaada kuhusu hatari ya njaa kwa zaidi ya watu milioni 2.4 walioko Gaza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Sasa tutazame ni yapi mafanikio ya operesheni ngumu ya kiintelijensia ya Irani dhidi ya utawala wa Kizayuni. Taarifa muhimu ya Sekretariat ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetolewa kufuatia operesheni ngumu na operesheni nyeti ya kiintelijensia katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu Israeli. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa tukishambuliwa vituo vya siri vya nyuklia vya utawala wa Kizayuni vitalengwa. Operesheni hii imedhihirisha umahiri na uwezo mkubwa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika nyuga za kiintelijensia na usalama. Mbali na kuimarisha usalama kwa taifa la Iran, hatua hii imeongeza uwezo wa Iran wa kuzuia hujuma na vitisho vya utawala wa Kizayuni. Iran daima imekuwa ikiunga mkono mapambano halali ya ukombozi ya wananchi wa Palestina, na operesheni hii pia ilitekelezwa kwa ajili ya kukabiliana na dhuluma na ukaliaji mabavu wa ardhi za Palestina unaofanywa na utawala huo. Hatua kama hizi zinaonyesha wazi kuwa Iran haitaachana na juhudi zake za kulinda usalama wake wa eneo zima la Asia Magharibi. Taarifa ya Sekretariat ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa iliyotolewa Jumatatu Juni 9 ilisema kufuatia miezi kadhaa ya mapambano na uendeshaji wa operesheni ngumu za kiintelijensia na upelelezi sahihi, orodha ya shabaha zinazoweza kulengwa imekamilika katika kukabiliana na hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa na utawala wa Kizayuni. Taarifa hiyo
imeendelea kusema kuwa mafanikio haya makubwa ya kiintelijensia ni sehemu ya mipango erevu na hatua za kimya kimya dhidi ya uchochezi wa maadui. Sehemu nyingine ya mafanikio haya imetokana na juhudi zisizokoma na zisizo za majigambo za vikosi vya jeshi ambazo zimebuni uwezo wa kiutendaji unaolingana na udhaifu na nguvu za utawala wa Kizayuni na waungaji mkono wake. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa limesema kwenye taarifa hii kwamba leo hii kupata taarifa hizi na kukamilisha mzunguko wa taarifa za kiutendaji na kiintelijensia kumeiwezesha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kujibu ipasavyo aina yoyote ya mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya vituo vya nyuklia vya nchi hii kwa kulenga mara moja vituo vyake vilivyofichwa vya nyuklia pamoja na hatua zozote za kiuadui dhidi ya miundombinu ya kiuchumi na kijeshi. Operesheni hii iliyopelekea Iran kupata nyaraka nyeti kutoka kwa utawala wa Kizayuni imeleta mafanikio makubwa ya kistratejia katika nyanja za kijeshi, kisiasa, kisheria, kieneo na teknolojia ya habari. Wataalamu wa Magharibi wameitaja operesheni hii kubwa tetemeko la kiintelijensia na tukio kubwa lisilo la kawaida. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, kumegunduliwa nyaraka za siri zinazoonyesha kuwa wakala wa kimataifa wa nishati atomic inashirikiana kikamilifu na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Iran imepata kiasi kikubwa cha nyaraka zinazohusiana na vituo na miradi ya nyuklia ya Israeli, ikiwa ni pamoja na ramani, picha na maelezo ya operation. Taarifa hii inaweza kutumika katika mipango ya ulinzi na kuzuia hujuma kwa maslahi ya Iran. Operesheni hii imethibitisha kwamba Iran ina uwezo wa kulenga vituo nyeti vya Israeli na kutumia nyaraka hizo kutoa jibu la haraka iwapo kutakuwa na tishio la kijeshi. Mafanikio ya operesheni hii yameongeza wasiwasi kwa watawala wa Kizayuni ambao wamekiri kuathirika na mfumo wao wa usalama na mashirika yao ya kijasusi, ikiwa ni pamoja na Mossad na Shin Bet. Iran sasa ina ushahidi wa kutosha kuhusu silaha za nyuklia za utawala wa Israeli, jambo ambalo utawala huo umekuwa ukikataa kulikiri. Hili linaweza kupelekea kufuatiliwa kisheria utawala wa Israeli katika taasisi za kimataifa. Operesheni hii imethibitisha kwa mara nyingine tena kwamba uwiano wa nguvu za kiintelijensia katika eneo umebadilika kwa maslahi ya taifa la Iran. Vile vile, Tume Huru ya Umoja Mataifa imeutuhumu utawala wa Israeli kwa kufanya mauaji ya halaiki kwa kushambulia raia wa Palestina wanaohifadhiwa katika shule na maeneo ya kidini huko Gaza. Tume hiyo ya Umoja Mataifa kuhusu ardhi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu Jumanne iliushutumu utawala wa Israeli kwa kufanya mauaji ya kimbari kwa kuwalenga raia waliotafuta hifadhi kwenye maskuli na maabadi huko Gaza. Shukran kwa baba ukivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.